Labda tukiwa tunakaribia kukamilisha. Kwa sasa tumeona kuna project ambayo imezagaa kwenye mitandao na umekuwa ukisukuma kabisa. Labda kwa mtu ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, angelipenda kufahamu kwamba hii project ambayo inayokuja baada ya miezi miwili ni project gani? Asante sana. Tuko na project inaitwa Run for Peace Kenya. Run for Peace Kenya ni project ambayo inaongozwa na wanafunzi. Na wanafunzi wanatoka kutoka wanafunzi wa vyuo, wanafunzi wa KMTC, wanafunzi wa TVET, wanafunzi wa high school na wanafunzi wa primary. Na ni marathon ama mbio ambayo itakuwa ndio kubwa kabisa nchini. Nadhani umeiona Citizen, umeiona kwa mitandao, umeiona sehemu zote ambao wanafunzi ndio wanaongoza na wanasema wanaita Kenya wote, wa Kenya wote waje participate. Na intention ni kwamba tunahitaji kuwe na amani. Then pia kitu kingine ni kwamba tunataka Mkenya hiyo siku, kama wewe ni adui yangu na hatujaicheka na wewe, kuja tucheke pamoja. Hakuna siasa. Itakuwa tu ni kuongea amani na kufanya mambo ambayo ni ya amani nchini Kenya. Okay. Siku zote tunaamini kwamba jamani, palipo na ushindani kuna mshindi. Na mshindi siku zote upokea tuzo, ikiwepo miongoni mwako glucose. Labda hawa ambao watakaye kuwa wanahusika, kuna kitita fulani ambayo mmewaandalia ama mtakuwa tu wanahusika kutoa shukrani na pia kutuunganisha ili kupata amani? Kwanza kabisa mbio zitakuwa kwa aina 3 ama 5. Kutakuwa na mbio ya kilomita 10. Hii mbio kilomita 10 hasa kuna wakimbiaji wale, hiyo ndio kitu wanafanya kila siku. Na pia kuna wanafunzi wa vyuo, yani wale watu ambao wamefika 18 years and above ndio watakuwa na compete for hiyo kukimbia. Kuna na zawadi itakuwa nzuri zaidi kwa sababu mtu wa kwanza na nani atapata 300,000, kuna wa pili 200,000, inaenda mpaka 10. Kwa nini? Kwa sababu tuna celebrate miaka 10. Ukikuja bado kuna kilomita 5. Kilomita 5 bado tutakuwa na zawadi, lakini sasa hawa wa kilomita 5 tuna awadi wale wanafunzi wa sekondari. Wale ambao wako kuanzia miaka 14 mpaka 17. Hao ndio wana qualify kukimbia kwa hiyo kilomita 5, wanapata zawadi. Na ni zawadi nzuri bado, 10 people tuna award the first 10. Alafu ukikuja bado na kilomita 2. Kilomita 2 bado tunaangalia the junior high school. Wale vijana wadogo ambao ni miaka 14 mpaka 16. Hao ndio pia wanakuja wanaparticipate kwa category ya kilomita 2 na zawadi yao pia itakuwa nzuri. Na pia kwa sababu tunasherehekea miaka 10, pia tutawadi namba 1 mpaka namba 10. Bado tuko na zawadi ya kilomita 1. Kilomita 1 ni wale wadogo ambao wako primary, ambao ni miaka 7 mpaka 13. Hao pia kuna zawadi yao na bado category ni 10, zawadi nzuri kabisa. Ukikuja bado kuna 500 meters. Hawa watu wa 500 meters ni wale wachanga kabisa, miaka 5, 0 mpaka 7. Hawa wana participate hapo na wanapata zawadi yao. So ni kumaanisha kwamba kategori yote tumeiweka pamoja na zawadi ziko, lakini cha muhimu zaidi hata si zawadi. Ni kwamba mimi ninaweza nikakuja ni participate hata kama si compete, kuna fun. Hiyo siku kutakuwa na, in fact Ijumaa na Jumamosi, before ifike Jumapili, Ijumaa na Jumamosi kutakuwa na Mr. and Miss Peace. Vyuo vyote vitakuwa vimeleta wanafunzi wale the Mr. and Miss, watakuwa na compete hapa KICC. Watakuwa na compete for title ya Mr. and Miss Peace. Ya hizo categories zote ambazo nimemention. Mr. and Miss Peace University, Mr. and Miss KMTC, Mr. and Miss TTC, Mr. and Miss High School, Mr. and Miss Primary. Then na pia kutakuwa na wanamuziki, hawa artist wetu wa Kenya kubwa ambao mnawajua watakuwa wana perform. Hiyo Sunday ndio itakuwa siku ya marathon ambapo sasa watu watakimbia, alafu tutakuwa na peace concert. So tunataka isikuwe ni boring. Ukiniambia ni kukimbia na mimi si mkimbiaji, nahitaji nipate kitu ambacho kiko interesting. So nikipata artist wana perform hapo, kutakuwa na michezo za watoto, na kama ni mtoto wa miaka 2, hiyo kubembea, kufanya nini, hizo vitu zote zitakuwa hapa Nyayo Stadium, ambapo itakuwa fun na itakuwa tunawakaribisha wote. Kuna mtu ambaye anakusikiliza na anakutazama kutoka kule kijijini kabisa, maeneo ya Turkana, maeneo ya Malindi, Lamu, maeneo ya Western,
maeneo ya Nyanza, maeneo ya Kuria, na anasema jamani, ningelipenda pia na mimi nikaweze kuhusika katika hili swala. Labda amechelewa ama utaratibu ni upi? Hajachelewa, lakini demand iko juu, watu wana register. Ikifika ile kiwango ambacho unajua Nyayo Stadium haiwezi kabeba, capacity ni 30,000. Na hiyo capacity nakwambia kwamba demand iko juu na watu wana register sana. Sasa kumaanisha ikifika tutafunga, lakini sasa hivi bado umefunguliwa. Ukitaka unaenda kwa www.runforpeacekenya.com. Ukifinya hiyo itakupeleka kwa website, utafinya register kama unataka kuregister. Kama wewe ni mfadhili, kuna sehemu imeandikwa sponsor. Hizo sehemu mbili utaregister. Kama unataka hata mavazi na unaweza usiweze kuparticipate labda kuja, bado kuna mavazi mazuri, utafinya place ya purchase merchandise na utatumanishiwa at your own choice. Lakini langu ni kusema kwamba wale ambao wanataka kuparticipate nawakaribisha sana, na naomba kwamba muende kwa website muweze kuregister. Itakuwa vizuri pia nikikuwa na wewe, nione ndugu yangu huyu hapa pia nikikuja mkiparticipate. Hiyo ni support nzuri. Yes. Labda mmeamua kufanya Run for Peace. Kuna wale ambao wana kipaji katika sekta ya kuweza kucheza kabumbu. Mliweza kufikiria juu yao? Ndio maana unaona Ijumaa na Jumamosi kutakuwa na hizo. Okay. Na pia baada ya kukimbia kuna hiyo entertainment ambayo hizo vitu zote ziko. Sasa ni talent na sports. Okay. Actually Run for Peace Kenya tunatumia talent na sport kueneza amani. Okay. So hao pia tumewafikiria na najua watakuwepo. Mtazamaji wa Pure Africa TV na msikilizaji wa Pure Africa Radio ambao nazidi kuambatana pamoja na sisi, ni kwamba kipindi hiki pia kimedhaminiwa na Pure Africa Media, ambapo unaweza ukawasiliana pamoja nao kwa ajili ya matangazo yoyote ungelipenda kuweza